Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu, habari motomoto zenye ukweli kutoka Kenya na duniani kote. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa ufafanuzi kuhusu msimamo wa Tanzania duniani kote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa Tanzania itaendelea kushikilia msimamo wake wa kutofungamana na upande wowote katika siasa za kimataifa, huku ikichukua fursa za kiuchumi kutoka mataifa yote kwa maslahi mapana ya taifa. Akizungumza na waandishi wa habari aliowasindikiza katika ziara yake ya kiserikali jijini Moscow nchini Urusi, Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania haitachagua upande katika mivutano ya kiitikadi inayovutia mataifa makubwa duniani, bali itaendelea kushirikiana kwa usawa na mataifa yote yenye nia ya kushirikiana na Tanzania. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa sera ya diplomasia ya Tanzania inaongozwa na msingi wa maslahi ya taifa, ambapo nchi itaendelea kushirikiana na Marekani, Ulaya, China, Urusi pamoja na mataifa ya Asia bila upendeleo wala ubaguzi wa kiitikadi. Rais Samia amebainisha kuwa katika dunia ya sasa ya diplomasia ya kiuchumi, mataifa yanapaswa kufungua milango kwa wawekezaji kutoka pande zote, huku yakihakikisha kuwa yanachambua na kufungua miradi yenye manufaa kwa wananchi wake. Amefafanua kuwa Tanzania inaendelea kutambua umuhimu wa washiriki wake wa muda mrefu wa Magharibi ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika uwekezaji na maendeleo ya sekta mbalimbali nchini. Aidha, amesema kufunguliwa kwa milango ya kushirikiana na Urusi hakuashirii kupuuzwa kwa washirika wa kihistoria, bali ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha diplomasia ya kiuchumi inayolenga kuleta maendeleo endelevu. Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa Tanzania inatambua mabadiliko ya mazingira ya kiuchumi duniani na hivyo inapaswa kuwa na msimamo wa kuingiliana na mataifa mengi ili kuongeza fursa za biashara, uwekezaji na teknolojia. Ameongeza kuwa serikali imejikita katika kuhakikisha miradi ya kimkakati inatekelezwa kwa ushirikiano na mataifa mbalimbali ili kuongeza kasi ya maendeleo ya viwanda, miundombinu na huduma za kijamii. Katika maelezo yake, Rais Samia Suluhu Hassan amefafanua pia historia ya mahusiano kati ya Tanzania na Urusi, akibainisha kuwa kulikuwa na kipindi cha ukimya wa ushirikiano tangu miaka ya 1980. Lakini sasa kuna fursa mpya ya kuhusisha uhusiano huo kwa manufaa ya pande zote mbili. Amesema Tanzania itaendelea kutumia nafasi yake ya kimkakati duniani kwa kuhakikisha inanufaika na uhusiano wake na mataifa makubwa bila kuingia katika migongano ya kisiasa ya kimataifa. Aidha, amesisitiza kuwa msimamo wa Tanzania ni wa amani, ushirikiano na maendeleo, huku akitoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zilizopo kwa kujenga uchumi imara. Rais Samia Suluhu Hassan ameongeza kuwa diplomasia ya Tanzania itaendelea kuwa ya wazi, ya usawa na yenye kulenga ustawi wa wananchi wake bila kuathiri uhusiano wake na mataifa mengine duniani. Ziara hiyo ya Moscow inaendelea kuwa sehemu ya juhudi za Tanzania kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na teknolojia na mataifa mbalimbali katika ngazi za kimataifa. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.